Ubaya ubwela. Ubaya. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku njema leo. Kwa kuwa kwa rehema zake ametuwezesha wote kuwa mahali hapa tukiwa wazima wa afya. Pili, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira mazuri kwanza kwa uongozi wake na mazingira mazuri katika sekta yetu ya michezo. Ndugu mgeni rasmi, kwa namna ya kipekee napenda kutoa pongezi kwa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ikiongozwa na rais wao, rais wa heshima wa klabu yetu ndugu Mohamed Dewji, pamoja na mwenyekiti wetu wa klabu ambaye ni Murtaza Mangungu, na wajumbe wote wa bodi kwa kuhakikisha wamesimamia mchakato wa tenda toka ulivyotangazwa mpaka pale alipopatikana mshindi ambaye ndio kwa bahati njema tulikuwa sisi J-Root Investment East Africa Limited. Kiukweli katika hili Simba wameonesha ni klabu kubwa. Mchakato ulivyoanza mpaka ulivyoisha ulikuwa uko very transparent. Ameeleza mwenyekiti wa tenda jinsi mchakato ulivyokuwa, na hizi figa mnazoziona hapo mbele zilipishana kidogo sana na yule aliyekuwa namba 2. So mnaweza mkaona jinsi gani competition ilikuwa kubwa. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, mnaniona hapa mbele kwa majina, naitwa CPA Joseph Regasira. Ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa kampuni ya J-Root Investment East Africa Limited. CEO aliweza kutaja nilioambatana nao. Kwa mara ya pili napenda kumtambulisha mkurugenzi wa uwekezaji wa J-Root Investment East Africa Limited, ndugu Israel Wilson Mwaibabire. Pia ningependa kumtambulisha kiupekee mkuu wetu wa idara ya sheria, ndugu Dennis Christopher Musiga, pamoja na wana J-Root wote ambao mko hapa. Kiukweli ilikuwa ni kazi ya kutorala usiku na mchana, kwa sababu baada tu ya kusaini ule mkataba tarehe 10, basi ilikuwa ni kukimbizana huku na kule kuhakikisha tunaleta kilicho bora katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Najua wengi mtakuwa na shauku kutaka kujua ndani ya huu mkataba kuna kitu gani ambacho Simba Sports Club kitaenda kunufaika nacho. Kwa kifupi ningeweza kutaja baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika mkataba wetu huu wa miaka 5. Mkataba wa kubuni, kudesign, kutengeneza na kusambaza vifaa vyote vya michezo vya Simba Sports Club. Kama alivyoeleza mwenyekiti wa tender committee Dr. Muba kwamba kwa mwaka wa kwanza tuliweza kubidi 5.6 billion. Na katika hiyo 5.6 billion kuna hard cash ambayo tunalipa straight to the club, na vile vile kuna fedha ambazo zinakuwa generated out of other benefits. Kwa zote zina total amount ya 5.6 billion. Ambapo fedha hiyo itakuwa inaongezeka kila mwaka for 10%. Kwa hiyo ukikokotoa nadhani tutafika katika hiyo amount ya 38 billion katika miaka 5. Ndugu wana Simba,
Kiasi ambacho kimetajwa ni kiasi ambacho tumezingatia mambo mengi ambayo kama club inahitaji kwa wakati huu na wakati ambao tunauendea. Na nipende kuhakikishia katika hii amount J-Root Investment, kabla hata tujaanza kufanya jambo lolote, tayari tumeshaweka 30% ya hii amount ya mwaka wa kwanza. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama J-Root na Simba tumeingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza, ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, na sisi tumesema tunakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanalihitaji kama club, na sisi kama J-Root tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao, lakini tumesema with immediate effect, tunapoanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu huo wa kuanza kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa. Tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kiukweli litaendana na hadhi ya Simba, kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika,